Aunti Kindege, kuna nini? Kuhusu nini? Nimesikia unapiga makelele. Kuna tatizo gani? Nisikize wewe mtoto. Wewe mtoto ni mchawi wewe. Utakuwa mchawi wewe. Aunti Kindege, kwa nini unaniambia maneno kama hayo? Na unawezaje kuniita mimi mchawi? Ndiyo, wewe ni mchawi. Na nishaanza kuziona dalili zote za wewe kuwa mchawi humu ndani. Lakini nisikilize vizuri. Kama uchawi wako utakuwa umeulisi au utakuwa umekabidhiwa na mababu zako huko, humu ndani pata kushinda. Na sio mna nitakaenda kuweka wazi wa uchawi wako na humu ndani utatoka. Mpuzi wewe. Unaniletea uchawi kwa nyumba yangu mimi? Ya unaanza kuniwangia mchana kwamba nimekaa hapo na niwangia tu. Wewe, sijaiwangia ovyo ovyo mimi na watoto wadogo kama wewe. Mjinga wewe. Hebu niache bwana. Kwani wewe kuna shida gani wewe? Hivi una hata mshipa aibu? Wewe huo ujasiri wa kunitoa nyumbani kwangu kwa mume wangu, tena mbele ya mume wangu kabisa, unanishika na mkono na nileta mpaka huku. Wewe umeutoa wapi huo ujasiri? Yaani unataka tu unanipeleka tu, unataka mimi niende ambako nataka wewe, si ndio? Yaani unanitoa akili tena. Mimi sijielewi, mimi kama vege nitaweka ni akili yangu haichaji yani. Hivi sister unanichukuliaje mimi wewe? Kwa mimi sijitambui. Labda nikuulize kati ya mimi na wewe nani ambaye hajitambui? Ungekuwa unajitambua, ungekuwa unajielewa, ungekubali mimi nikutoe mbele ya basha yako pale? Yaani mbele ya mume wako ungekubali mimi nikushike mkono na nikutoe pale? Kwa nini ulikubali kuondoka na mimi? Wewe, hebu naomba unisikilize. Sitaki mazoea na wewe. Na nimeshakwambia kabisa sitaki mazoea na wewe. Yaani unakuja nyumbani kwangu, umeshanivurugia ndoa yangu, mume wangu mwenyewe ushamtibua mpaka sasa hivi hanitaki, alafu bado anaendelea kunifuata nyumbani kwangu. Kaka, tusizoeane. Tusizoeane kabisa. Yaani mimi nimeharibu ndoa yako au ndoa yako ishaharibika kabla? Wewe ndoa yako ilishaharibika kitambo kicha wangu. Yaani sasa hivi mimi ndo nafanya juhudi ni mradi tuweze kuibua na maboya kwa sababu ilikuwa ishaanza kuzama. Mbona jisaulisha mwanangu, mbona jitoa akili? Uamini napambana kwa hela yote kwa ajili ya kuleta amani kwenye ndoa yako, mwenyewe unalijua hilo. Mbona tushazungumza mara kadhaa kwamba mimi napambana kwa ajili ya kuleta amani kwenye ndoa yako? Au unajisaulisha? Alafu mimi nimekutoa pale kwa sababu pale uko unalalamika una ubao, yani una njaa. Ulikuwa unalalamika hujakinda na basha yako alikuwa pale anataka kuumize. Ndio mimi pale nimekutoa mpaka mimi nakuita hodi wafu ya mwisho kuja unashika nguzo na kama mimi nakushobokea. Mimi nafanya yote sio kwamba mimi nakusandia, mimi nafanya yote kwa ajili ya kuleta amani kwenye ndoa yako. Mimi na vitu vingi vya kufanya, mimi na dada yangu ambaye inabidi sasa mimi nimpambanie. Lakini mimi nafanya kwa sababu mimi ndo chanzo. Mbona uko mwenyewe utumie akili uko ujielewi mzee? Alafu sisi mimi nishakuelekeza kitu kimoja. Tulishazungumza sio mara moja huyo mwanangu, nimeshazungumza na wewe. Kuna baadhi ya majanga kama janga la moto ante moja huwa linazimwa na moto. Kwa sababu hata fire extinguisher ante moja huwa ni moto. Kwa ante moja gesi huwa inazimwa na gesi mwanangu. Yaani uchachu ante moja huwa inabidi uwe kwa uchachu. Mbona kwa ujielewe wewe? Mbona kujitambui? Kwani mimi leo tumpanga mambo mangapi? Mimi leo tumezungumza mambo mangapi? Yule mume wako sasa hivi kashapagawa, sasa hivi kashakula ugoyo. Kwani time moja inabidi mwenyewe nile ugoyo mnadi. Akili yake hata itundike iwe sawa mzee vipi? Au ushasahau kwamba mimi leo tushazungumza kwamba inabidi tulete amani katika ndoa yako? Unatafuta amani? Unatafuta amani kwenye ndoa yangu wewe, si ndio? Amani ipi wewe ambayo unaitafuta? Yaani kila siku unakuja nyumbani kwangu, unaniongezea matatizo, nazidi tu kubomoa ndoa yangu, alafu baadaye tunasema tunatafuta amani kwenye ndoa yangu. Alafu kaka, mbona unamkosi sana wewe? Yaani una bahati mbaya sana wewe. Kwa nini lakini? Nisikilize. Mwanaume pekee ambaye ameona utupu wangu tofauti na mume wangu ni wewe. Sasa kama ni wewe na hamna mwanaume mwingine ambaye shaona tofauti na mume wangu, hiyo ilikuwa ni bahati mbaya, na wewe mwenyewe unajua kabisa ilikuwa ni bahati mbaya, basi iishie hapo. Yaani iishie hapo kabisa. Sitaki mazoea na wewe. Nadhani tumeelewana, sitaki kabisa mazoea na wewe na ndoa yangu, achana nayo, nitarekebisha mwenyewe. Tumeelewana? Au vipi? Au ndio, mpuzi nini? Basi odore. Da. Haya Sofia, naomba uniambie. Maana tangu lile tukio litokee, haukuweza kuongea chochote kile. Nataka kujua nini kilitokea huko ulikoenda na ilikuwaje mpaka tukakutana pale. Jeni, huwezi amini. Toka siku ile, sauti ilikata kabisa. Yaani leo ndo sauti imerudi kwa mara nyingine. Nilipokupa kazi ya wewe kwenda kumua baby supu, mimi nikaenda kuonana na Kindege. Na nilipofika pale, nikajizima nikapotea, akawa hanioni. Akaja kwenye mfumo, mimi nikachukua unyayo. Na inama na inuka, Kindege sikapotea. Kindege akapotea? Ndio, Kindege alipotea. Ile nimeamka niangalie huku na huku. Nikageuka nyuma kwa haraka na namuona baby supu.
nikasema hapa natakiwa nimuwai asiongee chochote, labda niende kusababisha hili. Ila naenda pale na sijajigusa vizuri, nilikula chuma kimoja, nilijikuta nimerukia kule. Kwa yani baada ya hapo nikaona cha kufia nini. Ndio safari ile tulipokutana. Da, Sofia, unajua ninashangaa sana. Hasa pale uliponiambia kwamba kindege ilipotea. Wakati kama tunavyojua, kindege ni nyama tu kama nyama zingine. Ila kitu kingine ambacho kinanishangaza ni kuhusiana na huyu mtoto Baby Soup. Yaani amekuwa ni mtoto ambaye anaonesha maajabu sana. Kwa sababu anaonesha kutupiga mimi na wewe kwa wakati mmoja. Yaani wakati huu ambao amekupiga wewe ndio wakati huo ambao mimi pia alinipiga. Sasa nashangaa na pia najiuliza, huyu mtoto ana maajabu gani? Je, wako wawili au yuko mmoja? Sofia, naomba katika hili twende kwa wakuu ngazi ya juu ili tukaulize, inawezekanaje mtoto kama yule atumie nguvu zile zile kutupiga mimi na wewe na wakati huo mmoja? Ndio Jeni, unachokisema kipo sawa. Lakini sisi inatakiwa tutafute wakubwa wetu. Kwa sababu tukisema twende kwa wakuu pia kuna gharama zake. Hii issue inabidi tumalizane nayo sisi wenyewe. Itakapokuwa nzito ndio itabidi twende huko kwa wakuu. Basi sawa, nimekubaliana na wewe Sofia. Naomba ulisikize vizuri Jeni. Kuna kitu nataka nikuagize kwa kindege. Kwa kindege? Kazi gani tena hiyo? Ndio niko naoneza. Sofia, lakini mimi nina wasiwasi sana. Jeni, acha uoga. Hii kazi nataka uifanye siku hizi mbili. Basi sawa. Hakikisha ufanye uzembe wa aina yoyote. Sawa, nimekuelewa. Sawa. Baby, una shida gani? Mbona sikuelewi? Mkangu, si umeona mwenyewe? Si umejionea mwenyewe? Yaani hizi ni dharau. Yaani hizi ni dharau nakwambia mke wangu. Hizi ni dharau za mbwa kumnusa mguu mgeni. Yaani haiwezekani. Tulukaje hapa kamchukua mke wangu mbele ya macho yangu, alafu aenda kuzini naye. Na wewe mwenyewe umeona mke wangu, umeona yaani mimi nakwambia hii ni dharau, na hii dharau imezidi sana nakwambia. Haiwezekani mimi nakwambia. Haiwezekani, nasikubali. Mimi ni Msukuma. Na kama ni Msukuma haiwezekani akanifanyia huo ujinga. Mimi sio kunyea nakwambia. Mimi sio kunyea nakwambia. Kwa ujinga ambao kaufanya, faida hapaswi kurudi hapa. Na akirudi hapa mimi nakwambia nampiga namuumiza. Namuumiza mke wangu. Yaani kwa nini? Kwa nini ananifanyia hivi? Kwa nini yani? Haiwezekani, nimempa hisani ya kukaa nyumbani kwangu nikamruhusu aende kukaa hapa. Anaendelea kunifanyia hizo dharau. Kamruhusu tu kaje kamchukua na amekubali yeye mwenyewe kabebwa kaondoka naye. Haiwezekani, anakubalije kubebwa? Anakubalije? Inakuwaje yani? Mume wangu. Hivi unajua nashindwa kukuelewa wewe. Kipindi unanitongoza uliniambiaje? Uliniambia mwanamke ulimfumania na ndio maana umemwacha. Sasa nashangaa mbona kama ushaanza wivu. Maana nashangaa unapiga hayo mabanda. Haya, mabanda yana ugomvi gani na wewe? Yamekukosea nini? Ndio nilimfumania na nilimfukuza kabisa, nikamwambia ondoka na nikampa talaka. Talaka alikataa katu. Lakini nashangaa leo akubali kuchukua na Tolgo, anaondoka pamoja. Anaondoka akiwa nyumbani kwangu kwa macho yangu. Kweli? Inawezekanaje? Hii inawezekanaje? Yaani nyumbani kwangu mbele ya macho yangu kwenye ile kasi la Msukuma, inawezekanaje unaondoka hivyo? Inakuaje naondoka? Yaani inakuaje naondoka nyumbani kwangu? Mimi sikubali. Na nakwambia akirudi nyumbani kwangu leo, asubuhi arudi aone. Akirudi nyumbani kwangu nampiga namuumiza. Yaani hili gongo nampiga nao kichwani nakwambia. Ngoja uone. Haki ya Mungu naua leo. Nakwambia naua. Wapi? Yaani umetoka wapi na unataka uingie wapi? Unaniuliza natoka wapi na nataka niingie wapi? Si nimekuja nyumbani kwangu au? Nyumbani kwako? Nyumba ipi unaongelea wewe? Kasi la Msukuma? Yaani utoke na Tolu hapa, uende ukafanya upumbavu wako, kufanya uzinzi. Alafu urudi hapa na nuksi, unataka kuingia kwenye nyumba yangu, kwenye kasi la Msukuma? Haiwezekani. Huwezi kuingia nyumbani kwangu hapa. Siwezi kukuruhusu kuingia kwenye nyumba. Na leo nakwambia leo lazima uondoke nyumbani kwangu. Nuksi? Na kuzini? Kuzini wapi sasa? Hotelini au? Unaongea hoteli? Hoteli gani? Au unaongea lodge? Unaongelea nini wewe? Unaongelea guest? Yaani utoke hapa na Tolu muende mkafanye upumbavu wenu huko. Urudi hapo uanze kuniambia stories zako zingine za kijinga. Mimi sio mpumbavu. Mimi sio mjinga nakwambia. Umetoka na Tolu umeenda kufanya uzinzi wako. Hilo jana balako. Hizo nuksi zako leo unaondoka nazo hapa nyumbani. Na humu ndani kwangu uingie nakwambia. Humu uingie nakwambia Farida. Oho. Labda sio mimi Msukuma. Mimi sio kunyea. Na leo kunyea uneneleko ila. Kwani Kanoni? Yeye alivyofika hapa alisemaje? Sasa alisema ananipeleka hotelini nikale kwa sababu nilikuwa na njaa. Alafu wewe mwenyewe ndio umemruhusu. Hivi Farida unanichukuliaje mimi wewe? Unanichukuliaje wewe? Yaani
Mimi ni Msukuma, najua kila ujinga wako unataka kuufanya. Sasa wewe Farida, nishakuona unataka kunizoea sana. Inabidi wewe nikuumize, nikupige wewe. Kwa sababu naona huo ujinga wako wa kuona kuja hapa unamtuma watu wanakuja afanye upumbavu wako, anakuja anajibambafai, anakuwa kama vile kidali nyumbani kwangu, kwenye uwanja wangu hapa anakuja yani anajitawala. Hapa sio uwanja Mkapa. Kwamba mechi yote inaweza kucheza na timu yoyote. Hapa ninacheza mimi mwenyewe, hapa ni kwangu, huu uwanja wangu mimi na mke wangu. Sasa wewe, inabidi leo nikupige nikuumize kwanza ili wewe mfano. Shenzi wewe. Ama kweli. Mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni mchungu. Kwani Kanuni una nini? Wewe na mwanamke wako? Wewe na kidudu mtu wako yule pale? Nishakufuata hata siku moja nikakuuliza eti mume wangu kwa nini umeniletea mwanamke mwingine nyumbani kwangu? Nishakufuata hata siku moja nikakulalamikia mume wangu kwa nini unanichiti mbele yangu? Sijawahi, si ndio? Sijawahi mimi kukufuata nikakulalamikia juu ya huyu mwanamke. Kwa nini wewe unakuwa hivyo? Alafu hizo talaka zako hizo, kama nimetia saini yangu, yani kama mimi nimesaini kwenye hizo karatasi zako, basi nitaondoka hapa nyumbani. Lakini kama sijasaini hizo karatasi zako, hapa nyumbani kwangu siondoki. Na hakuna kuniondoa nyumbani kwangu. Umenibebea sio ndo na hilo gongo lako sio ndo nini hilo, si ndio? Unataka kunipiga? Nipige. Kana nipige baba, si unipige. Farida, wajua sitaki masiala. Nitakupiga nikuumiza, nitakuua. Piga hapa. Mpige. Yaani mwanamke anakusumbua kila dakika, mpige bwana. Eti mpige kweli. Anahisi unamdanganya, mpige. Mwambie nipige. Ndio, Kanoni, umesikia? Umeambiwa nipige. Sasa si unipige. Nipige hapa. Kanoni nipige nimesema, si unipige. Hebu nipishe huko. Kanoni. Yaani umekubali kabisa mwanamke akusukume? Kumbe mwanamume wangu kumbe akili hauna kweli. Yaani mume wangu unakubali kabisa mwanamke akudhalilishe. Yaani anakusukuma tena mbele yangu. Hivi unadhani mimi najisikiaje? Kwani unakuwa hivyo? Lakini hebu badilika basi mume wangu. Usipende mwanamke akupande kichwani. Yaani hivi hujui kabisa kwamba unampa nafasi kubwa sana huyu. Sio vizuri bwana. Ona sasa kakusukuma mbele yangu. Hivi kama una shida gani kwani wewe? Kwani ubadiliki lakini mbona unanitisha? Sasa Kindege, mbona tangu nimeingia humu ndani umekuwa unakunywa maji tu, unakunywa maji na usemi chochote? Vipi ndugu yangu, kwema? Maji? Yaani haya sio maji. Yaani unavyoiona hii glasi ndani yake kuna pombe. Yaani sio maji kama unavyojua wewe. Na usizani nimeanza kunywa muda huu. Nimeanza kunywa toka asubuhi. Sema ni vile tu kichwa changu kigumu sana kupokea pombe. Kindege, mimi najua bwana kwamba wewe unatumiaga pombe. Ila ni muda mrefu sana umepita utumii. Sasa vipi, mbona leo umeanza kutumia? Kulikoni? Ni kweli. Hujakosea Jeni. Ni muda mrefu sana niacha matumizi ya pombe. Ila kuna baadhi ya vitu vinanichanganya sana kwenye kichwa changu. Ndio maana nimejikuta nikirudia tena pombe. Yaani nachanganyikiwa mno. Vitu gani tena hivyo? Siwezi kukuficha Jeni. Maana ni ndugu yangu wa muda mrefu sana. Unajua katika hii nyumba anani stress sana ni Baby Supu. Yaani huyu mtoto amekuwa akini stress akinipa mawazo mengi sana. Inafikia hatua mpaka yani nahisi kuchanganyikiwa. Na sio Baby Supu peke yake. Kifikiria na huyo Beni. Nanifanya nizidi kuchanganyikiwa, ni kichwa changu kiende overless kabisa. Na kinachonichanganya zaidi ni uhusiano wao. Nahisi kabisa kuna kitu kinaendelea kati yao. Ila sijajua ni kitu gani. Na ndio maana nakuwa nachanganyikiwa sana. Kindege bwana. Yaani wewe huyo mtoto mdogo ndiye anayekusumbua. Huyo si ni sawa tu na kipanya cha kushika mkono mmoja tu na kitupia nje kama panya aliyekufa. Mbona unapenda kujistress wewe? Alafu nimeshakupa mbinu nyingi sana za kufanya ili kumuondoa huyo mtoto ndani. Unakwama wapi? Ni kweli ni mtoto mdogo. Ila na vitu ambavyo hata wewe unaweza ukachanganyikiwa. Hata wewe pia vinaweza vikakupa mawazo mengi sana. Huwezi amini. Nadhani unajua. Nimehangaika mara nyingi sana kumuua huyu mtoto, nimefanya kila njia. Na nimejaribu mara kibao kumuua. Na tukio la mwisho lililotokea, nadhani nilikusimulia. Nikajikuta ninataka kumuua mume wangu mimi mwenyewe. Haijaishia hapo. Hata leo nililala kwenye kochi pale. Nikaota kama yani namkaba mume wangu, yani namkaba, yeye nakuja kushtuka. Kile kitoto nakiona mbele yangu.
Alafu yani na chenye kama akielewi chochote kile. Kile kijaribu ukitazama kuna mawazo yananijia, yani kuna picha inanijia. Jeni sijui hata nikwambieje. Ila nachanganyikiwa mno. Kindege, mbona unapenda kujitafutia matatizo wewe? Yaani ulitaka kumuoa huyo mtoto ndani ya nyumba yako? Kweli? Huoni kama ni hatari? Yaani kisheria hapa unafungwa ndugu yangu. Alafu mimi nakupenda sana Kindege, kwa sababu wewe ni ndugu yangu na ninakujali. Ndio maana napenda kukuambia kitu kama hiki. Kufa? Wangapi wamefia kwenye nyumba zao? Wangapi wamefia wamekaa kwenye makochi yao? Yaani mimi siogopi kufungwa, siogopi kesi yoyote. Yaani mtoto hata akitokea mbele yangu saizi hapa natamani niue. Nimechoka kusema kweli. Yaani kiufupi ndio hivyo tu. Alafu Kindege, naona tu unapoteza muda bure. Yule mtoto ni mdogo sana, hawezi akakushinda. Halafu kama wewe kazi imekushinda, mbona mtaani kuna vijana wengi sana ambao hawana kazi na wako tayari kufanya kazi yoyote kwa kiwango chochote cha pesa. Unaweza ukatafuta vijana kama hao wakakufanyia hii kazi na ikaisha bila hata vurugu yoyote. Wewe cha kufanya, tafuta hao vijana mtaani. Hangaika, nenda mtaani utafuta vijana. Wamteke baby soup, wampige au wamuue, yani wamuilie mbali. Tofauti na huko ndani kwako, wasimuue huko ndani kwako itakuwa kesi. Hilo limeanza kuniingia akilini. Na ninachokupendea Jeni, mipango yako wewe inanyoka kila siku. Yaani una mawazo mapya kila siku. Hilo nadhani limeisha sasa. Maana litakuwa na mjadala tena. Sina njia nyingine ya kuifanya. Mbona mara mwisho uliondoka hapa kwangu ukiwa unakimbia? Yaani Kindege bwana na wewe. Anyway, nishakuzoea na mambo yako. Ndio maana hata ulivyoingia sijauliza chochote kile. Nishakuchoka na wewe. Blaza Kichi, nipe maelekezo huko ulikotoka. Kwanza Sebiga, yaani huko nilikotoka leo shangwe. Kiufupi Waswahili wanasemaje? Leo mimi nimekutana na Zari la mentali kama vile Juma Nature. Kama ile pale Zari la mentali. Yeah. Basi leo mimi nimekutana na Zari la mentali mwanangu. Au nimekutana na Bahati ya Mtende. Unajua leo nilikuwa nimetulia pale maskani mwanangu, nilikuwa sielewi. Sasa kwenye kukaa nikasema ngoja nitoke niingie kule bondeni kule yule dada Farida yule. Kule. Huko chini huko. Nikachalaza pale miguu mwanangu, sasa nikafika mpaka kule. Sasa nakaribia nyumbani kwake pale. Nasikia watu wanazozana. Nikasema ngoja nijitose. Nikajitosa mpaka pale. Sina mkuta mwanangu yule mwanaume wake mwanangu kamkaba yule mwanamke mixer mawe chini sio kwa sababu hata wanapigana, si uko kuna shari gani pale mwanangu. Nikabidi niulize jamani, wafaza vipi mbona? Sielewi hapa mbona kama vile ile vugu nyingi hapa. Unajua mwenye blaza yako mpenda amani? Ndio. Nauliza mwanangu bado akanipendia kisukari mwanangu yule mshikaji. Kanipendishia kisukari. Wewe sikia, mke wako analia njaa, mchukue ondoka naye, mimi nishasema simtaki. Na mimi nikasema hii mbovu mfupa mwanangu umenirushia mfupa. Basi na utafuna kama fisi mwanangu. Nikasema sio swala, njoo hapa mama mtu Kakinde. Ulimuita mke wangu mbele yule jamaa? Ndio mwanangu, nimemuita mke wangu mbele ya mshikaji yule. Kwa hiyo ilikuwaje hapo? Wasebiga. Ninavyomwambia nikamvuta mpaka mkono wa mshikaji wangu. Alafu nikamwambia tulia mama mtu, ni stop engine mwanangu. Twende Kakinde ni taratibu. Na vipi huyo jamaa alipokeaje hilo swala? Maana mume wake ni mgomvi. Sebiga, mimi ninavyokuambia pale kwanza mimi nilikuwa nishajitoa sadaka. Yule jamaa anajua ni mkorofi. Na nilivyoambia tu vile nikamwambia njoo hapa mama mtu, afu nikamvuta mkono. Mshikaji mwanangu alinitolea mimacho. Yaani mwanangu alinitolea mimacho misili ya mtu ambaye anataka kukata roho yani kukata kamba. Mwenyewe nikakaza nikibamba nikasema hapa liwalo na liwa. Yaani akitaka kunitoa utumbo, watu mwageni utumbo hapa, basi safi na salama kwa sababu mimi nilikuwa nishachoka wakati zake. Si unajua zile. Mwanangu, nikaondoka na bi mzuri. Lakini kwa jinsi nilivyomsoma kwa darubini zangu, yule mwanaume bado ana hofu ya kumpoteza mke wake. Japokuwa tu kaka na yule danga pale, kaka na yule mshangingi pembeni pale kwamba ile kwa ajili ya kumuumiza mke wake, lakini huenda bado anamdilivu mke wake kwa sababu nilivyomvuta ngamba tundoke, kanitolea mimacho afu inaonekana alikuwa na hasira kinoma noma, sema tu hakutaka kuzungumza chochote pale. Alibaki tu ameduaa.
Mimi nikafutika. Ni kweli kaka, na kitu kingine ninachokubali wewe ni mzee wa plani, na tukipanga plani huwa haifeli. Na ukiona kobe kainama, ujue anatunga sheria. Basi sheria ni wewe. Wewe lazima kila utakachokipanga kitimie kaka. Sijui unanielewa? Uhakika. Yaani kila sheria ambayo tunaipanga lazima itimie. Yaani kila mpango ambao tunaopanga lazima utimie. Na kitu ambacho nataka hapa ni kushauri, inabidi katika mpango tuliopanga tuongeze vitu ili mradi yule mwanaume aendelee kupagawa. Yaani kama ni maamuzi ya kumrudia mke wake, basi afanye haraka haraka. Lakini Sebiga, yote 9, japokuwa tunamsaidia yule dada, mimi kuna kitu kinanichanganya sana mdogo wangu. Yaani kuna kitu mimi kinaninyima kabisa usingizi. Hasa nikifikiria kuhusu dada yangu. Yaani naona naogopa sana Sebiga. Yaani naona naweza nikampoteza dada yangu kama vile tulivyompoteza mama. Yaani kuna muda sijui hata nifanyaje Sebiga. Kwanza vipi huko hospitalini? Anaendeleaje? Blaza Kichi, kuhusu swala dada hospitalini. Dada anaendelea vizuri na anamaliza dozi. Muda sio mrefu tutakuwa naye hapa nyumbani. Ingawa tunadaiwa madeni mengi sana. Sebiga, naelewa kwamba tunadaiwa mshikaji wangu. Lakini mimi na imani nitampambania dada yangu mpaka atakuwa sawa. Yaani hiyo pesa tunadaiwa najua ni nyingi. Ila mimi najua nikiforce hata kama kwa kila siku nikisema ni force hata buku 2, buku 2, buku 5, buku 5. Mimi na imani tutafika hela na tutawalipa watu hospitalini lao. Lakini yote 9 hapa mimi nina ubao mwanangu. Na kama nina ubao cha kufanya hapa, toa mguu wako hapa. Nenda kwa James Madaga hapa. Kadake dagaa hata fungu 2 au fungu 3 mwanangu. Ukishakuja hapa mimi nadhani nitakuwa nishatoa dongo, tukinda afu nijue naanza wapi. Kama naanza Capricorn kwenda kusaka Nyazoela, au naanzia Kameruti, au naanzia Bandari Kavu, au naanzia Kigamboni wanakuchunya kule. Imani nikaforce hivyo vidusko. Basi sawa, nige hiyo hela basi. Asa mbosa unaanza kuzingua, mimi hapa nina hela gani? Usinikuacha buku jelo pale moningi mwanangu ipo juu pale kwenye kimeza pale. Nikwanishaji sahau, basi sawa kaka. Kadake sasa zo dagaa. Dada Epi, yote kwa yote, naomba tusamehe kwa kile kilichojitokeza siku ya jana. Alikuwa lengo letu lilikuwa tufurahie siku yako ya kuzaliwa. Ni kweli dada Epi, naomba tusamehe kwa kile kilichojitokeza siku ya jana, na pia nakuomba msamehe mamangu kwa kile alichokifanya. Watoto wazuri, hata msijali. Mbona mimi niko sawa? Alafu hamna kitu nilichokosea. Alafu kuhusu birthday, mbona tulienjoy sana tu. Tulifurahia birthday? Tulifurahia wakati mama alichukua keki? Imeenda baby soup. Ni kweli Dakindege alikuja kuchukua keki. Lakini ile keki mlipoleta, mliamini kwa tutakula wote watatu na tutasherehekea. Na mimi niliamini hivyo hivyo. Sasa kiimani, kwa sababu wote tuliamini, basi tulikula na nilifurahi sana siku ya jana. Na katika birthday zangu zote zilizopita, naweza kusema ilikuwa the best sana. Kwa sababu sikutarajia kama ningepata surprise yenu. Kiukweli yani nimefurahi sana. Yaani nimefurahi. Furahi sio na mfano. Tumeshangaa sana. Kiukweli tulikuwa na wasiwasi sana kilichotokea jana. Na tumefurahi kusikia uko sawa. Maana tulijua tutakuwa na amani kabisa. Watu wazuri. Mimi niko sawa mbona? Basi sawa. Tunaombe moja tu dada Epi kama utojali. Ombi gani hilo? Tunaomba tumalize birthday yako kwa kumbatia. Hilo tu. Sawa, njoni. Ongea haraka haraka na kusikiliza. Maana nilikuwa na kazi nyingi tu za kufanya huko ndani. Basi sawa mdogo wangu. Farida, unavyoniona hapa dada yako, nimekuja hapa nyumbani kwako na taarifa njema kabisa nataka nikupatie. Kwanza, mimi dada yako nimepata kazi. Na sio kupata kazi tu, yani nimepata kazi ya ndoto yangu, yani kazi ya ualimu. Hapo unaponiona hapa, nimetoka kata. Nilikuwa nimeenda kufuatilia taratibu za kazi na mambo ya document pia. Na kitu ambacho namshukuru Mungu sasa, nimeambiwa kabla sijaanza kazi,
watanipatia pesa kwa ajili ya kujiandaa na kazi. Kwa hiyo nadhani kwa sasa kila kitu kitakuwa sawa pale nyumbani. Na ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Unajua mume wako kwa sasa hivi amekataa kutuhudumia. Na Mungu ameona situache hivi hivi. Ameamua kumtoa shemeji kwenye maisha yetu kama msaada na ameamua kunifanya mimi niwe msaada nyumbani kwetu. Yaani nimepata kazi. Kitu ambacho nilikuwa nakuomba mdogo wangu. Inabidi sasa ujiandae, upange ratiba zako, utoke hapa kwa mume wako, twende nyumbani. Ukakae kwanza pale nyumbani, utulie, upunguze stress, upunguze mawazo. Mimi na imani ukitoka hapa kwa mume wako, ukakaa naye tu mbali hata wiki moja, atakumisi. Na kikumisi atakufuata kule nyumbani. Atakuwa ametambua thamani yako. Lakini kwa sasa hivi najua hakuthamini wala hakuheshimu. Lakini ukitoa tu mguu wako hapo, atakukumbuka. Kwa kilichopo sasa, twende nyumbani, tukakae. Kama ulikuwa unaogopa nyumbani maisha magumu, kwa sasa hivi maisha sio magumu hata kidogo. Yaani tutaishi vizuri kuzidi hata ambavyo unaishi hapa kwa mume wako. Hivi dada kumbe ni mpumbavu eh? Kwa hiyo wenzangu walikuwa wanapewa dada ambao wana akili zao timamu, mimi nikapewa dada mpumbavu, si ndio? Hivi dada, kwani wewe huwezi kuja nyumbani kwangu ukaacha kuongelea hizo mada za kwenda nyumbani? Dadangu mimi nimefurahi umepata kazi, nimefurahi tena sana tu. Sasa hiyo kazi ambayo umeipata itakusaidia wewe pamoja na mama huko nyumbani. Mimi hapa nina kwangu, nina mume wangu atanisaidia. Kwa hiyo huko kutoka kwako huko si ndio umepata kazi, unafika nyumbani kwangu unaanza kunitambishia umepata kazi, si ndio nirudi nyumbani? Hilo usahau. Kwa sababu nina mume wangu, atanihudumia kwa kila kitu. Tumeelewana? Farida, hivi wewe mdogo wangu mbona ni mgumu wa kuelewa wewe? Wewe una shida gani? Wewe unataka yani mimi nikupendeje? Yani nikuonyeshe kwamba ni jinsi gani nakupenda. Unataka nifanye kitu gani ili ujue mimi dada yako nakupenda? Kwa nini unaamua kunipitisha kwenye njia ngumu ambazo sitaki kuzipita jamani? Wewe unashindwa nini kutoka hapo kaenda kukaa nyumbani kwako? Au unamngangania kwa sababu unaona ana hela? Mtu mwenyewe ana hela gani huyu? Twende nyumbani ukakae, mimi sasa hivi nishapata kazi, tutaishi vizuri. Kwa sababu ya maisha nyumbani kwenu ndio maana unangangania mateso. Usiwe hivyo bwana. Unazungumzia mali? Mali gani ambazo Kanoni anazo? Hii nyumba ina manikuwe, si ndio? Hii nyumba yaegemea nguzo ni kubonde kabisa nikumalize hapo hapo. Nisikilize. Siko hapa kwa ajili ya mali za Kanoni. Alafu, unaongelea mali gani ambazo anazo Kanoni? Hizo 10,000 ambazo anapata kwa siku huko anakuja ananitambishia nazo, si ndio? Mimi hapa dadangu sipo kwa ajili ya tamaa ya pesa wala tamaa ya mali. Mimi hapa nipo kwa ajili ya mapenzi ya dhati, mapenzi ambayo tumekubaliana mimi na Kanoni. Ni kama Romeo na Juliet, ni kama Jackie na Rose. Mapenzi yaliyofanya meli ikazama. Nadhani unafahamu mapenzi ya Samsoni na Delila, mapenzi yaliyofanya watu wakafa, tena watu wengi tu. Kwa hiyo mimi kwa Kanoni hapa sipo kwa ajili ya tamaa ya mali. Nipo hapa kwa sababu ya mapenzi ya dhati dada yangu. Mimi sipo huko kabisa kwenye tamaa ya mali. Farida, hivi unataka kwenye nyumba mpaka wakuue? Hayo mapenzi gani ambayo unayazungumzia wewe? Angekuwa anakupenda angekuwa anakufanyia hivyo vitu ambavyo anakufanyia. Yule hakupendi, anakufanyia udhalilishaji. So muache ajifunze. Halafu wewe umelogwa eh? Ndio nimelogwa. Nimelogwa kwa sababu ya mapenzi ya mume wangu. Alafu hizo ngonjera zako za kila siku unakuja kuniambia kwamba mimi nirudi nyumbani. Sitaki. Nimeshasema nampenda mume wangu na nitafia hapa hapa na atanizika hapa hapa. Kwa hiyo basi siku nyingine ukija nyumbani kwangu sitaki hizo ngonjera zako dadangu. Umepata kazi, nimeshukuru Mungu umepata kazi. Itakusaidia wewe pamoja na mama. Hivyo vingine mwachie mume wangu, atafanya kila kitu yeye. Tumeelewana? Okay, Farida. Mimi sio kwamba nakulazimisha kurudi nyumbani. Na sio kwamba nakwambia rudi nyumbani kwa sababu labda sikupendi au sipendi ndoa yako. Farida, mimi ni dada yako. Nina uchungu na wewe na ni haki yangu kuhakikisha mdogo wangu unakuwa salama. Kwa nini hutaki kunielewa? Dada nisikilize. Na mimi ni jukumu langu kama mtu ambaye nimevuka kwenye miaka 18 kutetea maisha yangu. Kwa hiyo basi, achana na maisha yangu dada yangu. Nina maisha yangu, nina mume wangu, nina kwangu. Kwa nini usiniache wao? Kwa nini wewe sio muelewa lakini? Sawa mdogo wangu. Mimi nimekuelewa sana. Lakini nilijua nikikupatia taarifa utajisikia vizuri. Lakini nadhani umeipokea kwa ubaya na kama vile nimekuvurugia siku yako. Naomba nisamee. Na wacha niende nyumbani nikaendelee na mambo mengine. Ndio, ondoka.